We do not know why we are here. We do not know when it will be safe to go outside. We only know that day is not this day. Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tunaingia moja kwa moja na kwenda kuvunja episodi ya pili season ya 3 ya TV show moja ya kibabe inaitwa Silo. Na kwa bahati nzuri TV show ya Silo season ya 3 ilijaribu sasa umeona kutupa majibu mbalimbali ya maswali ambayo tulikuwa tukijiuliza kuanzia season ya kwanza pamoja na season ya pili. Na kwa bahati nzuri katika episodi ya pili tulipata majibu fulani hivi kuhusu asili ya madawa ambayo hutumika ndani ya Silo umeona kuwafanya watu wasahau maisha yao ya nyuma, na hivyo pia ni dawa fulani ambayo inatumika sasa umeona kumsaulisha mdada wetu huyu anaitwa Juliet Nichols. Na je, episodi ya pili ile usunini hasa? Na kama wewe ni mara ya kwanza kabisa ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. Na kama tulivyoona katika season ya 3, Silo itakuwa na story mbili, yani story ya present ambayo tumeizoea ndani ya Silo, vivyo pia sasa story ya past ambayo ni takriban miaka 300 iliyopita. Na kwa bahati nzuri katika episode ya pili inafahamika kwamba ilikuwa ni takriban miaka 352 iliyopita. Na episodi ya pili iliingia deep zaidi katika maisha ya past. Na kama tulivyoona katika episodi ya kwanza tulikutana na mdada mmoja alikuwa akiitwa Charlotte, ambaye mdada alikuwa ni kama pilot fulani hivi wa jeshi la Marekani. Na katika episodi ya pili tuliingia deep zaidi ni kwamba sasa huyu mdada Charlotte alikuwa na wasiwasi na misheni yake sasa yamuona pamoja na rafiki zake wanajeshi wenzake kwenda moja kwa moja pande za Irani kwa ajili ya kuilipua. Na alikuwa na wasiwasi kwamba kunaweza kuwa kabisa umeona hii misheni nzima ya Irani ikawa ni misheni ya uongo umeona mpaka hapo. Na kutoka hizo kitu kama kwenda kumcheki mwandishi wa habari mmoja alikuwa akiitwa Helen. So huyu pilot Charlotte pamoja na mwandishi wa habari anaitwa Helen wakaanza kuumiza kichwa umeona kuhusu misheni ya Irani, na vivyo pia wakaamini kitu kimoja kwamba Irani hakushambulia taifa la Marekani. Na inavyoonekana ni kwamba sasa hii concept ya Irani kutupa bomu ndani ya Washington DC ilikuwa ni issue ya uongo na ni issue fulani hivi ambayo ilikuwa inatumika, yani umeona kuwa convince wananchi kwamba dai mission ya kwenda Irani kuachia mabomu ilikuwa ni kwa ajili ya interest za taifa la Marekani. Ile kiuhalisia ni kwamba sasa umeona ilikuwa ni interest za watu wachache, na hichi kitu ni kitu ambacho Charlotte alikuwa na wasiwasi nacho. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba Charlotte hakuwa mwanasiasa, yeye alikuwa ni mwanajeshi umeona mpaka hapo. Na hii ndo sababu sasa ambayo ilimfanya Charlotte awakutanishe mdogo wake au kaka yake huyu alikuwa akiitwa Daniel umeona pamoja na mwandishi wa habari huyu alikuwa akiitwa Helen. Na Helen alikuwa anajaribu kumconvince Daniel kwamba kama vipi yani ajiunge katika committee special kabisa umeona ambayo inahusika na mambo ya Irani umeona, ili Daniel sasa apate taarifa fulani muhimu yani kuhusu mission ya Irani. Na kwa bahati nzuri tuliona Daniel hapa alifanikiwa kujiunga katika committee special kabisa ambayo ilikuwa kiongozwa na seneta mmoja wa Marekani alikuwa kiitwa sasa Rosalind Tolman umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati mbaya kama tulivyoona katika episodi ya kwanza umeona Charlotte pamoja na wenzake waliingia pande fulani hivi mpakani mwa Irani pamoja na nchi moja iliyoitwa Turkmenistan umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati mbaya ndege zao ziliharibika kabisa baada ya kuingia katika wingu moja zito kabisa ambao hadi sasa hatujui ni wingu la aina gani. Ila kwa sisi ambao tumefanikiwa kuangalia sci-fi mbalimbali tunaamini kitu kimoja, maybe utakuwa ni ugauga ambao umetengenezwa na teknolojia moja hivi inayoitwa nanotechnology. Na kwa bahati mbaya wanajeshi wote wanafariki dunia isipokuwa mwanajeshi mmoja tu, na ambaye alikuwa nani? Alikuwa ni Charlotte umeona backup. Na vile pia inaonekana kitu kimoja kama tulivyoona katika episode ya kwanza, kuna watu ambao walikuwa wanajua kabisa kama Charlotte alikuwa na mpango wa kuchunguza misheni yote umeona ya Irani. Na baadaye kabisa huyu mwandishi wa habari anaitwa Henry alitambua kitu kimoja kwamba hospitali ambayo ilipelekwa Charlotte ilikuwa ni hospitali fulani ambayo iko ni very expensive, na ni hospitali fulani hivi ambayo Charlotte hawezi kuimudu umeona mpaka hapo. Na baadaye kabisa sasa umeona Helen kama kumtembelea Charlotte, na kama tunafahamu kitu kimoja kwamba Charlotte alikuwa kapoteza kumbukumbu na alikuwa hana uwezo sasa kumkumbuka Helen alikuwa ni nani. Ila tukaona hapa taratibu wakati Helen akiongea na Charlotte umeona taratibu Charlotte anaanza kukumbuka kama yeye alikuwa ni nani umeona, na taratibu sasa hii kitu ilianza kama kumshtua fulani hivi. Na kwa mbali kabisa tulimwona mzee mmoja hivi alikuwa akiangalia mazungumzo kati ya Charlotte pamoja na Helen, na ni mzee fulani hivi ambaye tulimwona pia ndani ya treni alikuwa akimfuatilia huyu mdada huyu anaitwa Charlotte. Kwa hiyo tunafikia hapa ni kwamba kuna watu umeona ambao wako ndani ya taifa la Marekani ambao na misheni yao yani umeona kuhusu Irani, kuhusu teknolojia ya bomu ambayo tumeiona hapa, kwa tujui ni issue gani yani
kwa inavyoonekana ni issue fulani hivi za deep state yani. Umeona mpaka hapo, na baadaye kabisa tuja kukutana na daktari mmoja alikuwa kiitwa Dr. Victor Sakovic, na Dr. fulani ambaye alitengeneza dawa special kabisa, na hii dawa ilikuwa kitumika sasa, umeona, kufuta watu kumbukumbu. Umeona mpaka hapo, na hapa taratibu ndo tunaanza kupata asili sasa, umeona, ya dawa ambayo inatumika sasa kufuta kumbukumbu, umeona, kwa Juliet Nichols. Na vile pia tunaweza kupata idea kwamba umeona, ile vitamin D+ nayo pia sasa, umeona, ilikuwa ni dawa special ambayo pia ilitumika sasa kufuta kumbukumbu za watu, umeona, ambao wakiishi ndani ya silo. Na udokta alisisitiza kitu kimoja kwamba kumbukumbu ambazo umezifuta unaweza kuzirudisha, ila jinsi unavyozirudisha sasa taratibu unaweza kaingiza kumbukumbu nyingine ambazo sizo. Na tumeona hapa kama tulivyoona katika episode ya kwanza na vile pia episode ya pili, umeona kamili hapa, umeona alikuwa akitumia kumbukumbu fulani hivi za uongo kumjaza ujinga Juliet Nichols kwamba yani alivyoenda nje tu, umeona, ya sala namba 18 aliingia kwenye kibanda fulani hivi na akaishi ndani ya kibanda kwa muda wote huo. Umeona ile kiwalisia ni kwamba kama tulivyoona katika season ya pili, Juliet Nichols alifanikiwa kuingia ndani ya silo nyingine kabisa ambayo ilikuwa ni silo namba 17. Na baadaye kabisa tuliona pa Helen alimueleza ukweli wote Daniel kwamba yeye, umeona, alikuwa ni mwandishi wa habari na alikuwa anafanya kazi na dada yake au mdogo wake anaitwa Charlotte. Umeona mpaka hapo. Kwa swali linakuja sasa, je, Daniel ataanza kumsaidia Helen, umeona, kuhusu ishi yote hii ya misheni Irani? Umeona mpaka hapo. Kwa swali lifanya hadi sasa hatujui yani, umeona mpaka hapo. Ile vile pia ni issue fulani yani, uhusiano ambao tumeona hapa kati ya Helen, umeona, pamoja na Daniel ni kitu fulani hivi ambacho huyu mtoto wa Rosalind Tullman alikuwa kitu Anna Tullman alikuwa na wasiwasi nacho, na kaamini kitu kimoja kwamba hakuna uhusiano wa mwandishi wa habari pamoja na mwanasiasa. Yani siku zote waandishi wa habari huwa wanatafuta chokochoko fulani hivi, umeona, kuhusu vitu fulani. Na tukirudi katika present, kama tulivyoona katika episode iliyopita, tulishuhudia kitu kimoja kwamba Juliet Nichols alipokea taarifa fulani kupitia hiki kinoti, ila kwa bahati mbaya ni kwamba ni kipindi ambacho sasa, umeona, kamera zote kupitia algorithm ilikuwa ikijua mchezo wote. Umeona mpaka hapo, ile algorithm ilikuwa na wasiwasi fulani na kuwaje au kwa nini sasa Juliet Nichols, umeona, aliongopa kuhusu kupokea noti. Umeona mpaka hapo. Na hapa tulitambua kitu kimoja kwamba wasiwasi mkubwa kabisa wa algorithm ilikuwa sio Juliet Nichols kuongopa kuhusu kinoti, ilikuwa ni dukuduku ile ambayo limejizima, umeona, ndani ya mwili wa Juliet Nichols. Kwa hiyo inaonyesha kitu kimoja kwamba silo, umeona, au algorithm ndani ya silo siku zote haiwataki watu wenye dukuduku, na ndio maana kama tulivyoona katika season ya kwanza, umeona, mke sasa wa Alston Becker, Alison Becker, umeona, hakuruhusiwa kabisa kuzaa mtoto yote ndani ya silo. Kwa hiyo mpango mkubwa kabisa ilikuwa ni kuzima vizazi vyote vya watu wenye dukuduku. Umeona mpaka hapo. Na hapa swali linakuja, je, kuna uhusiano gani sasa, umeona, kati ya Charlotte ambayo ilikuwa ni past ya miaka 352 iliyopita pamoja sasa, umeona, na Juliet Nichols? Kwa inaonekana kuna familia fulani hivi, umeona, ambazo zilikuwa zitakiwi ndani ya silo, na kuna kubwa kabisa, umeona, hii familia Juliet Nichols kama maybe na uhusiano na hii familia ya Charlotte. Kwa inaonekana kitu kimoja kwamba sheria ya kupitisha kwamba, umeona, kuna baadhi ya vizazi viruhusiwi kuendelezwa ndani ya silo, maybe inaweza ikawa imeanzia, umeona, kwa huyu mdada alikuwa akiitwa Charlotte. Na baadaye kabisa tuliona Juliet Nichols taratibu anaanza kukumbuka vitu fulani hivi, umeona, baada ya kusoma hii notes. Na ichukua kabisa ilikuwa ni kumkumbuka Martha Walker, umeona, pamoja na ujumbe, umeona, kuhusu tepu zile. Na nakumbuka kitu kimoja kwamba Martha Walker ni mtu ambaye alimsaidia, umeona, Juliet Nichols kuweza kusurvive baada ya kuwa chafu kabisa, umeona, nje ya silo, kwa sababu zile tepu zile zilikuwa ziruhusu hewa yote chafu kuingia moja kwa moja katika mwili sasa, umeona, wa Juliet Nichols. Na Martha Walker akamwambia Juliet Nichols kwamba anamfahamu vizuri kabisa Juliet Nichols ni mtu wa aina gani, na mara nyingi sasa Juliet Nichols huwa anaamini katika kifua chake, umeona. Kwa hiyo ni kitu kimoja kama Juliet Nichols ana mpango kabisa sasa kwenda kukutana na watu, umeona, muda wa usiku saa 8, umeona, mpaka hapo katika eneo la market sokoni, basi aende tu, umeona, mpaka hapo. Na kweli kabisa baadaye kabisa tulimuona mtu wetu Juliet Nichols alifanya maamuzi sasa kwenda katika eneo la soko kwa ajili ya kukutana na watu wasiojulikana mida ya 2 PM au 2 AM kama sikosei. Na anasema hapa maybe ni 2 AM au 2 PM kwa sababu hatujui yani ilikuwa saa 8 muda gani, inaweza kawa usiku au mchana kwa sababu katika note ile haikuelezea yani, umeona mpaka hapo. Ila baadaye kabisa tuomba kitu kimoja, mtu ambaye aliandika notes
hakuwa mtu mwingine, alikuwa ni Sandy ambaye tumeona nzuri kabisa umeona katika Silo season ya kwanza. Na inavyoonekana Sandy alikuwa akifanya kazi na mchizi wetu huyo Patrick Kennedy. Na washikaji, kumbuka kama nimesema kabisa katika episode ya kwanza, wa jamaa walikuwa ni watu wa kundi linalojiita The Outsiders, na mpango mkubwa kabisa sasa umeona walikuwa wanaamini kama kwenda nje the solution ya kuokoka kutoka ndani ya Silo umeona mpaka hapo. Na waliamini kitu kimoja kwamba nje ya Silo panaishika, na sababu kubwa kabisa ni kwamba Sandy umeona aliamini kwamba ile bana ile ambayo aliitwa Juliet Nichols kipindi kile umeona wakati anarudi ndani ya Silo haukuwa mwandiko wake, kwa sababu anafahamu vizuri kabisa mwandiko wa Juliet Nichols. Na kwa upande mwingine pia Patrick Kennedy anaamini kama nje panaishika baada ya kuona ile video ile ambayo kama tulivyoona katika season ya pili na season ya kwanza ilikuwa ni video fake umeona mpaka hapo. Na hapa tuligundua kitu kimoja ni kwamba hizi helmets ambao washikaji wa Outsider waliziba umeona zilikuwa ni helmet za Silo namba 17 pamoja na Silo namba 18. Na tunaona taratibu baada ya Juliet Nichols kugusa umeona hii helmet ya Silo namba 17 taratibu akaanza kukumbuka zile kumbukumbu kipindi ambacho anaishi ndani ya Silo namba 17. Kwa hiyo inavyoonekana taratibu kumbukumbu zake zinaanza kurudi umeona mpaka hapo. Na hapa pia ndio alifahamu kitu kimoja kwamba kuna uwezekano mkubwa kabisa vile vidonge ambavyo wanakula ni vidonge fulani ambavyo vinampumbaza akili yake na kuondoa kumbukumbu zake umeona mpaka hapo. Na hii ni information fulani ambayo Patrick Kennedy aliitoa kwa sababu kama tulivyoona katika season zilizopita umeona mpaka hapo huyo mchizi anaitwa Sims alimtishia umeona au alimpa kama ahadi fulani kama akitoa ukweli basi atampa vidonge ambavyo vitasahau sasa umeona kama alifiwa na mke wake umeona mpaka hapo. Na hapa Juliet Nichols taratibu anaanza kuamini kama kuna vitu fulani haviko sawa ndani ya Silo umeona mpaka hapo. Na baadaye kabisa sasa baada ya kupatikana umeona baada ya Unaniu Camille pamoja na Raiders kufanikiwa kumpata Juliet Nichols umeona anasita kutoa ukweli umeona mpaka hapo. Kwa inavyoonekana alikuwa muamini Camille ni mtu aina gani umeona mpaka hapo. Na hivyo vile pia tukaona sasa washikaji wa Outsiders walifanikiwa kutoroka. Kwa inavyoonekana ndani ya Silo sasa umeona hawa Outsiders umeona walifanikiwa kutengeneza njia fulani za panya ambazo zinawasaidia kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine umeona au kutoka level moja kwenda level nyingine. Na vile vile pia kama tulivyoona katika episode iliyopita pamoja na episode ya pili kuna movement ndani ya Silo ya vijana wadogo umeona ambao wanamuamini sana Juliet Nichols umeona kama ni mtu fulani ambaye alirudi umeona na kusaidia kwa maisha ya watu ndani ya Silo. Na hii kitu sasa inazidi kutoa pressure kubwa sana kwa Camille pamoja na algorithm, kwa sababu wanajua kitu kimoja kwamba wakimwachia Juliet Nichols afanye kitu ambacho anataka kukifanya ndani ya Silo basi kuna uwezekano mkubwa kabisa sasa itawaforce umeona kuua watu ndani ya Silo au sasa umeona kumwaga dawa special ndani ya maji ambayo itawafanya watu wasahau wao ni kina nani, kwa sababu issue ilifanyika takriban miaka 40 iliyopita ndani ya Silo. Na situation ya kumwaga dawa fulani hivi special ndani ya maji kwa ajili ya watu wa Silo wasahau kila kitu ambayo ilifanyika miaka 40 iliyopita katika ulimwengu wa Silo tunaita reset. Kwa kuanzia sasa nikisema reset ujue kitu kimoja kwamba ndani ya Silo kuna dawa inapigwa watu wanasahau kila kitu umeona yani reset kama reset yani. Na tunaona algorithm ikamwambia Camille kitu kimoja kwamba hii mistari miwili ikikutana umeona basi bila shaka itabidi reset ifanyike ndani ya Silo kwa sababu Juliet Nichols atakuwa sio mtu muhimu tena yani umeona mpaka hapo. Na baadaye kabisa tuliona kuna mitungi fulani vikubwa kabisa vitamin D+ ilikuwa kipandishwa kutoka chini kuelekea juu. Kuna inavyoonekana hii mitungi ndani yake ndio kuna hiyo sumu au dawa fulani ambayo inafanya watu wasahau, ila kiuhalisia sasa watu ndani ya Silo hawajui umeona kuhusu vitamin D+, wanajua tu ni vitamin D+ ambayo inasaidia watu zidi ya magonjwa bla 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 umeona mpaka hapo. Na hapa swali linakuja sasa umeona ni kipindi ambacho tulikutana na mdada mmoja alikuwa kitwa Ola, na mdada anaitwa Ola umeona alikuwa ni kama shadow au kivuli umeona wa mkuu wa supply alikuwa kitwa Kala. Na swali linakuja sasa, je, huyu mdada kapotelea wapi? Je, kuna connection ya kupotea kwa huyu dada huyu umeona pamoja na hii concept ya vitamin D+? Je, sasa huyu Ola kuna issue ambayo kaifahamu umeona kuhusu ya madawa? Kwa sababu tuliona hapa dada yake huyu umeona alienda kwa Paul Billing kwa ajili ya kufaili kesi kama mdada wake kapotea kwa sababu ni situation fulani ambayo haijawahi kutokea katika maisha yao yote. Kuna maswali fulani ambayo hadi sasa hatuna majibu yani. Na tukimzungumzia Paul Billing tunakumbuka kitu kimoja kama tulivyoona katika episode ya kwanza kuna mdada umeona ambaye anafanya kazi ndani ya kundi la Outsiders alipigwa katika mkono wake.
Na katika episode ya pili tutambua kitu kimoja kwamba yule mdada kwa mwingine alikuwa ni Kate ambaye alikuwa ni mke sasa wa Paul Billings. Kwa inavyoonekana Paul Billings kuna siri fulani kaificha. Umeona mpaka hapo. Na je, sasa Paul Billings naye pia ni member wa ile kundi la Outsiders. Kwa ni kitu fulani ambacho hadi sasa tukijui. Hiyo tunafahamu kitu kimoja kwamba watu wa IT wamepachika kamera katika kila chumba. Kwa hatujui sasa hizi kamera bado zipo au zimeondolewa, kwa sababu kama tulivyoona katika episode ya kwanza umeona tunafahamu kitu kimoja kwamba kuna baadhi ya kamera ziliondolewa. Kwa hatujui je, hizi kamera zimeondolewa kweli katika maeneo au la, kwa sababu kama tulivyoona kuna kamera special kabisa ndani ya chumba cha Juliet Nichols ambaye ni Meya, umeona, na hii kamera kazi yake kubwa kabisa ni kumchungulia Juliet Nichols anafanya issue gani. Kama tulivyoona Juliet Nichols akashatambua kitu kimoja kwamba hivi vidonge vinamsababishia kusahau vitu fulani, na kama tulivyoona sasa umeona aliamua kuvitoa vidonge hivi na kuto vila tena. Umeona mpaka hapo. Na vivyo tu ni kitu kimoja, huyu nesi huyu alijua kabisa kama Juliet Nichols kuna vidonge alikuwa akivitema. Na je, alijua vipi? Je, kupitia kamera? Na huyu nesi je ni mtu aina gani? Na je anafanya kazi umeona kwa ajili ya algorithm? Kwa ni kitu fulani pia ambacho hatukijui yani. Na kwa upande mwingine pia tunamwona mlinzi huyu wa Juliet Nichols anaitwa Jerry alijitolea yani muone kumsaidia Juliet Nichols, kwa sababu alisikia kitu kimoja kwamba ishumba inatokea hapa yani anamwona Juliet Nichols kama mfungwa fulani hivi, na kama Juliet Nichols ana mpango wa kufanya vitu binafsi basi bila shaka amtaarifu tu Jerry na Jerry atafanikiwa kumsaidia. Na kwa upande mwingine pia tulimuona Paumo na Juliet Nichols akiongea na ujamaa anaitwa Knox. Na Knox akamwambia kitu kimoja kwamba kuna mchizi mmoja hivi umeona ambaye alifanikiwa kwenda chini umeona, na ujamaa alikuwa ni kama shadow wa Bernard, na mchiza kwa mwingine alikuwa ni Lucas Kiley. Umeona mpaka hapo. Na hii ilikuwa ni information muhimu sana kwa Juliet Nichols, kwa sababu tulivyoona sasa baada ya kuachia kile kidonge aliamua kwenda katika kantini ile, na ni kantini fulani ambayo alikutana na mchiza alikuwa kiitwa Lucas Kiley. Na taratibu sasa akatengeneza alama fulani ya W, na alama W sasa ilikuwa ni muunganiko wa nyota fulani hivi ambazo Lucas Kiley kama tulivyoona katika season ya pili alitambua kitu kimoja kwamba hizo nyota hizi zilikuwa zikimove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa inavyoonekana sasa umeona vitu ambavyo wanaviona kupitia ile screen ilikuwa ni vya kweli umeona, na maybe nje kuna information za ziada. Kwa hiyo tutarajia kitu kimoja kuanzia episode ya 3 na kuendelea, tutaona mkono mkubwa sana wa mchize kwa kiitwa Lucas Kiley. Kwa ujumla ni episode ya 3 ilikuwa iko vizuri kabisa na ilitupa information za ziada umeona kuhusu ulimwengu wa TV ya Silo. Na kwa hivyo ambazo zinafuata ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, stay tuned.